nitakuonyesha jinsi gani ya kutengeneza logo animation kwa kutumia AI kama wengi walivyo request. Mimi naitwa Vinei na hii inaitwa Vinei TV. Kama ni mgeni, haya ndio mambo tunayofanya kila siku. Tunadili mambo ya internet, teknolojia na mambo ya AI na kila kitu kinachohusiana na mitandao au teknolojia kiujumla. Okay, hizi ni hatua za kufuata. Utatumia ChatGPT. Kitu cha kwanza utaingia kwenye ChatGPT. Ukiingia kwenye ChatGPT utaandika maelezo kama haya. Mimi niliandika niundie prompt ambayo nikiweka picha nitapata picha ya kitu kile kile ila kikiwa deconstructed piece by piece na kuonyesha vifaa vya ndani. Huu ni mfano. Unaweza usiandike kama hivi. Unaweza kaandika kwa mfano mimi nataka nitengeneze logo ambayo ina kitu kinakuwa deconstructed then kinakuwa kawaida tena. Lakini kama wewe unaweza kana idea tofauti, unaweza kaandika niundie prompt ambayo nikiweka picha nitapata picha ya kitu kile kile ila kikiwa labda kimebadilika kuwa maji, maybe kimebadilika kuwa au kinawaka moto kama unataka utengeneze logo ya moto, au labda kinatoa mwanga fulani, au labda kikiwa kimepata labda impact, au kikiwa kwenye, yani possibility ni nyingi sana, inafuatana na wewe idea yako. Ila mimi kwa idea yangu nikataka kitu kiwe deconstructed then ikiwe okay. Ikanipa prompt kama hii. Kitu cha kwanza unachofanya ni kucopy prompt. Unaanzia hapa, una copy mpaka ilipoishia. Prompt imeishia hapa. Then utaicopy prompt yako. Kisha copy, unaenda kuipaste kwenye AI ya video. Sasa AI ya picha. Hii ni prompt ya picha. Then unachokifanya sasa, unaweza kuingia moja kwa moja kwenye Flow AI, lakini mimi napenda kutumia Gemini kwa sababu unakuwa na uhuru wa kuedit kitu. Ukiingia kwenye Gemini, ngoja ni load Gemini, japo imejibana sana lakini nadhani utaweza kuona. Nimeweka ile picha then nikaweka logo yangu then nikaweka ile prompt. Prompt yangu ndio hii. Nimekopi kwenye ChatGPT. Kwa nini nimetumia ChatGPT? Iko vizuri kwenye kuandika prompt. Na wengi ndio wanaitumia, wengi wanayo, kwa hiyo ni rahisi kuitumia. Then ikanipa picha kama hii. Lakini kumbuka kwenye Gemini lazima uchague create image, then una upload image kwa kugusa hapa, then unaweka prompt. Imenipa kitu kama hiki na mimi hiki ndicho kitu ambacho nilikuwa nakihitaji. Then hii ni picha ya kwanza download. Now add neon light effect. Add neon light effects kama hivi. Hii ni picha ambayo pia na download. Yani hizi zote nitazitumia kwa sababu hizi zinakuwa ni end frame na start frame. Then nikaiambia now give me my original logo but in black background. Ikanipa kitu kama hiki. Ilikosea, nikaiambia nika-upload picha tena upya, nikaambia I mean this everything the same but in black background. Ikanipa kitu ambacho nilikuwa nakihitaji. Kwa hiyo kitu kinachobaki ni kuenda ku-upload kwenye Flow. Sasa kwenye Flow nikafanya kama ifuatavyo. Utaingia Google, utaandika Google Flow kama nilivyoandika, kisha utaingia kwenye Flow, uta create new project, alafu utafanya kitu kama hiki. Ni simple sana. Utaenda kwenye frame to video. Uta-upload video kwenye hii sehemu ya kwanza. Uta-upload frame ambayo ni picha. Kwa mfano mimi nataka ianze na black. Nita select black, then nitaiweka aspect ratio landscape, nita crop and save. Ita-upload sehemu ya kwanza. Sehemu ya mwisho nita-upload image nyingine inayofuatia ikiwa black. Baadaye kinachofuata inakuwa imejitoa mavifaa hayo mitambo. Then nita crop and save. Kwa hiyo ya kwanza itakuwa ni logo yangu ya kawaida ila ikiwa kwenye black, ya pili itakuwa imejitoa. Kitu cha kuandika muhimu, andika logo animation smooth no morphing. Unajua morphing ni mbaya sana kwenye AI, kwa hiyo hakikisha umeandika no morphing. Ikaniletea matokeo kama haya. Nimepeleka mbele kwa sababu muda wa kusubiri sitaki nikupoteze time. Nikapata kitu kama hiki. Unaona ni si mbaya. Kwa hiyo nika download hapo HD, then kinachofuata ni ku-upload ile picha ambayo ilikuwa ya mwisho, itakuwa ya kwanza sasa hivi, then picha ya pili itakuwa ni hii inayowaka mwanga. Kwa hiyo hizi ni kama hatua ambayo logo yetu itapitia. Ya mwisho itakuwa ya kwanza, tutaweka inayowaka, nita-run. Maneno ni yale logo animation, na hizi ni credit unazokupa, zinakuwa 80 kila account. Kwa hiyo mimi zikiisha na create account mpya, sina muda wa kupoteza.
nimepata kitu kama hiki kutoka kwenye ile state ya mwisho kwenda kwenye state ya kuwaka kama hivi. Na hapo ina sauti, sema haiwezi kurekodi sauti, nitakuonyesha mwishoni matokeo. Kitu kinachofuata kingine ni kuupload ile picha ambayo ilikuwa ya mwisho, ambayo ilikuwa ni ya mwanga, inakuwa ya kwanza sasa hivi. Alafu hii nyeupe inakuwa ya mwisho. Kwenye hizi doti mbili, hapa ninapogusa ni ya kwanza, hapa ninapogusa ni picha ya mwisho. Kwa hiyo ambayo ilikuwa ya kwanza kwenye kipande kilichopita inakuwa ya mwisho, ambayo ilikuwa ya mwisho kwenye kipande kilichopita inakuwa ya kwanza kwenye kipande kinachofuata. Ni kama muendelezo hivi. Kwa hiyo logo animation smooth no morphing ni kitu muhimu kuandika, nikarun. Sasa hapa ndani nionyeshe kitu kimoja. Baada ya kuweka hizi picha mbili ikaniletea hela kwamba imegoma, na nilijaribu mara nyingi sana iligoma. Kwa hiyo nikaona ngoja ni skip sababu ni hii picha. Kwa hiyo nikatoa ile picha nikaweka ile picha hii picha ambayo ni background ina rangi nyeusi. Kwa hiyo itatoka kwenye hatua yenye kuwaka, then itakuwa logo yangu ya kawaida ya kila siku, na nikapata matokeo kama haya. Ni kitu kizuri. Unaweza kaona hapa nikiplay inatoka kwenye ile motion yake ya black, lakini sikupenda ambavyo ina transform. Kwa hiyo nikagundua inaweka transition baada ya kuweka animation. Nikaandika no transition just animation. Ni kitu muhimu kuandika. Ikikuletea kitu kama hiki lazima uiambie kuwa no transition, haitakiwi hiyo ku transition, tunataka animation. Kwa hiyo nikarun na credit zangu zikawa zimeisha, na wewe credit zako zitaisha kama unatumia bure, unapata kitu kama hiki. Kinachofuata sasa ni kuunga hizi clip, na mwishoni nitakuonyesha. Na unaona hii ya mwisho imekaa unyama sana, imekaa kiprofessional. Sasa kinachofuata ni kuunga hizi clip. Tutaunga kwa kutumia, ngoja nitumie CapCut. Utaselect clip zote, clip kuanzia ya kwanza mpaka ya mwisho kwenye order, kwamba inaanza hii inafuata hii, then unazi upload. Okay, nikizi select nitazi import hapo. Utatumia application yote unayoitumia wewe. Ninachofanya huku ni kuongeza speed na kupunguza speed baadhi ya vitu, kwa sababu kuna time inaenda slow, kuna time inaenda speed. Kwa hiyo nitagusa hii clip ya kwanza, nitaienda kwenye speed, naweza nikaweka curve, nikachagua hizi za kwao. Inaweka animation nzuri zaidi. Kwa hiyo nitafanya hivyo kwa kila clip, nitahakikisha speed imekuwa ninavyotaka, na wewe utahakikisha speed unaweka fresh. Then matokeo ya mwisho ni haya.